Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Kwa nguvu basi hadithi hadithi. Hadithi njoo. Tayari Jafar. Nianze. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sasa hivi ni wakati wa kusikiliza hadithi nzuri. Mko tayari? Yes. Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Hapo zamani za kale paliondokea na mji mmoja ulikuwa mzuri sana. Mji huo unaitwa Maka. Nani ashaisikia Maka? Si wote tumesikia Maka? Maka kuna nini Maka? Mumesikia Maka kuna nini? Yes. Yes. Al-Kaaba. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Haya, hapo zamani za kale kabla Uislamu uje, pia watu walikuwa wanapenda kuenda Maka kwa sababu ya Al-Kaaba. Al-Kaaba ilikuwepo hapo muda mrefu kabla pia Uislamu ufanyeje? Uje. Sasa watu kutoka nchi tofauti tofauti walikuwa wanaenda hapo kuona Al-Kaaba, ilikuwa inakaa nzuri, wanaenda kuabudu. Haya, sasa watu kutoka mahali tofauti pia walikuwa wakienda wapi? Maka, kwa sababu ya Al-Kaaba walikuwa wanaipenda, pia wanaenda kuabudu. Vile vile Maka kulikuwa mahali kuko dry. Yaani hapo Maka alikuwa si mahali pazuri kwa kupanda mimea. Nani anajua mimea ni nini? Example of mimea. Yes. Mimea example yake ni kama Kama nini? Upande marago. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad Wa ali Muhammad. Sasa Maka ilikuwa ni mahali dry. Kwa hivyo mahali dry si mtu hawezi kupanda mimea kama maharagwe, beans. Haya, kama maharage, mahindi ilikuwa haisupport. Sasa sana watu wa Maka walikuwa wakifanya biashara. Wakienda mahali tofauti wenyewe wakiuza bidhaa na pia wakinunua wakileta Maka wauze. Sasa hawa watu wa Maka sana walikuwa wakienda kufanya biashara katika 2 seasons. Wakati wa mvua na wakati wa jua. Walikuwa wakienda wakifanya biashara zao, wakirudi Maka, wakiexchange, wakipata pesa. Sasa Mwenyezi Mungu alikuwa anawalinda sana hawa watu wa Maka. Na watu wa Maka sana kulikuwa na kabila moja lenye lilikuwa maarufu sana. Lilikuwa linaitwa Quraysh. Sasa Mwenyezi Mungu alikuwa akiwalinda katika safari zao, wakienda kufanya biashara zao na amani, wakirudi na bidhaa zao na pia wakifanya biashara hapo ndani ya Maka. Sasa hii hadithi hii inatufundisha nini? Mbali na kwamba wao walikuwa mahodari, lakini bila uwezo wa Mwenyezi Mungu kuwalinda wasingefanikiwa kwenye biashara zao, si ndio? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yeye ndo alikuwa akiwalinda kwenye safari zao, na vile vile alikuwa akiwapa amani na utulivu ndo waweze kufanya biashara zao kwa amani, na wangerudi huku waendelee kufanya biashara zao pia wapate pesa mingi. Hadithi yangu ikaishia hapo. Hadithi yetu inatufunza kwamba, si nimewaambia mara kwanza kwamba Maka kulikuwa ni mahali dry, hakuna mvua, ni ngumu sana mvua yenyeshe, kwa hivyo ni vigumu watu wapande mimea kwenye mashamba yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yeye alikuwa anawaletea riziki kwa njia tofauti, ambapo ilikuwa wakienda kufanyaje? Kufanya biashara mahali tofauti. Ama sijasema hivyo? Basi hadithi imetufunza nini kulingana na hiyo point yangu yenye nimesema? Nyinyi mmelala. Inatufunza nini? Kumheshimu Mungu wetu kwa sababu ndo anasaidia kwa ndio. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
na pia siri ya mafanikio si kwa sababu ya uhodari wetu. Tuseme wewe ni bright mwenyewe, shule wapita vizuri, wasoma vizuri, lakini siri ya mafanikio si ati kwa sababu wewe unaelewa sana, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amekufanyaje? Amekufanya uwe mwenye kufanikiwa. Kama hawa watu wa Maka, wao walikuwa mahodari kwenye biashara, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amewalinda, amewapa salama, amewapa amani, ndio waliweza kufanyaje? Kufanikiwa. Mbali na kwamba wao mahali pao kulikuwa dry, kulikuwa jangwani, lakini pia walikuwa wakipata nini? Wakipata pesa, wakipata namna ya kujipa chakula. Hadithi yangu ikaishia hapo, kwa hivyo tusemeni maasalam kwenye kamera. Maasalam. Tena maasalam.